Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, leo ni siku nyingine tena na kualika katika vipindi vyetu tukiwa vinaruka kutokea hapa jijini Kampala, Uganda, na kubwa zaidi ni kwenda kutazama moja katika maradhi hatari sana ambayo yanaweza kumpata mwanadamu, hasa wanamume, kuweza kutokwa na mkojo pasina kujifahamu, pasina kuzuia. Ajua tayari mkojo tayari umekwisha mtoka na moja ama nyingine. Je, tatizo hili vyanzo vyake ni nini na vinasababishwa na nini? Lakini pia ni kwa namna gani sasa unaweza ukajinasua kunako mtihani mzito huu wa maradhi haya ya kuwa unatokwa na mkojo, haswa kwa kina baba ambao inawezekana changamoto hizi tunazo wanamume wengi sana kwa zama za sasa, kwa sababu ya kuwepo na changamoto za aina mbalimbali katika mwili na katika afya yako kwa ujumla wake. Muda huu ni salamu kwake Dr. Saidna Sheikh Yusufu Diwal Ghazali, na kisha baada ya hapo tutakwenda tukatazame moja tatizo zito hili la kuwa unatokwa na mkojo pasina kujizuia. Unajikuta tayari mkojo umekwisha kutoka, hali ambayo kwa mwanamume unaweza kupelekea ukakosa kujiamini. Kwa sababu ya hiyo hali inaweza kukuta mahala popote, mazingira yoyote. Ni hatari sana. Acha tusalimie, kisha baada hapo tutakwenda kutazama kunako mchakato mzima wa maradhi haya na namna ya kuweza kujinasua kunako maradhi haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Saidna Sheikh Yusufu Diwal Ghazali. Yalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani doktor? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha tukiwa katika jiji la Kampala nchini Uganda. Tukibakiza masiku machache sana katika ziara yetu maalum biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, kama ilivyo namna ulivyomsikia Dr. Saidna Sheikh Yusufu Diwal Ghazali, na akiwa na afya bora kabisa kutoka katika jiji la Kampala nchini Uganda, na kubwa kabisa ni kwamba tumebakiza masiku machache tu ambayo kwa masiku hayo yakikamilika, basi ile ziara yetu katika jiji hili itakuwa imemalizika, na rasmi sasa tutarejea katika ardhi ya Dar es Salaam nchini Tanzania biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Saidna Sheikh Yusufu Diwal Ghazali, tunakwenda kutazama moja ya maradhi hatari sana kwa zama za sasa kwa wanamume wengi, kuwa na changamoto ya kutokwa na mkojo bila ya kuweza kuzuia. Tayari umekwisha mtoka. Sasa kubwa taka kufahamu kwanza maradhi haya ni maradhi ya vyanzo vyake ni nini? Lakini pili, sababu zake za kupelekea hali ya namna hii ni ipi? Na ni njia gani ambayo bila shaka tunaweza tukaitumia ili kunusuru hali za namna hii ikiwa tu inakukuta mara kwa mara? Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Naam. Bila shaka haya maradhi yamekuwa kama janga katika ulimwengu. Kimaarifa, ukimsoma mwanawachuoni al-ustadhu Dr. Muhammad Jasim au Jasim Muhammad Jandal, mwamba huyu amesema katika kitabu chake kinachoitwa At-Tibbu Sha'bi, mwamba huyu anasema salasul baul, kwa maana kutokwa na mkojo. Ai, maana yake nini hii salasul bauli? Anasema khuruju qataratin min albauli ba'da at-tabawuli amrun yatba'u adama khuruji albauli bishaklihi at-tabi'i. Huyu mwamba anasema kule kutokwa na matone ya
mkojo baada ya mtu kutoka kujisaidia haja ndogo, alafu yale matone yanaendelea kutoka, amrun yatba'u adama khuruji albauli bishaklihi tabi'in. Hilo ni jambo ambalo bila shaka kwa jambo hili hufuatia, kwa maana hufuatiwa kutokwa na matone ya mkojo pale ambapo kwa kukosekana kutoka kwa mkojo katika umbo lake au katika utaratibu wake wa asli. Utaratibu wa asli ni nini? Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Utaratibu wa asli ni kwamba kibofu cha mkojo kinahitajika kiripoti, yani ule mkojo unapoingia katika kibofu iripotiwe kuanzia miligram, yani milimita zisizopungua 350 mpaka 450. Ikishafika katika kiwango hicho, basi kadhalika huwa inapeleka ishara au taarifa katika ubongo wa huyu mwanadamu kupitia katika judurani ilmathanna, kuta zile za kibofu cha mkojo. Kisha ile taarifa inapopelekwa katika ubongo, ubongo unatoa maamuzi kwamba huo ni mkojo na sasa unatakiwa kutoka. Sasa mtu atakwenda mahala, atajisaidia ile haja ndogo, katika umbo la kawaida anatakiwa ule mkojo utoke wote bila ya kubakia katika hali za namna hiyo. Sasa ikiwa kama mkojo unatoka nusu, mwingine unabaki, basi hapa ndio hupatikana kitu kinachoitwa adamu khuruji albauli bishaklihi tabi'i, ni kukosekana kutoka kwa mkojo katika umbo lake la asli. Hapa patapatikana qataratun, matone ya mkojo yataendelea kudondoka kwa huyu mtu ambaye ametoka kujisaidia. Huyu ndo tunataka tumsaidie sasa nini afanye ili hali iweze kumwepuka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukasema wa alaika fi mithli hadhihi alhala murajaatu akhsai. Lakini kadhalika ni vizuri sana kwako ndugu yangu ambaye unaona hali hii inajitokeza, haraka sana nenda kwa daktari. Sahih. Daktari akufanyie vipimo ijulikane tatizo nini. Na hasa daktari huyu tunayemkusudia ni yupi? Hasa fi amradil borostata, hasa akufanyie vipimo ambaye daktari ana taaluma na maradhi ya tezi dume katika hali za namna hiyo. Kwa nini? Limaarifati fima idha kanat alborostata idha kanat alborostatu mutadakhimatan, kwa maana ili upate kujua, je, hiyo tezi dume iko salama au tezi dume tayari imevimba. Hicho ndo kitu cha msingi kabisa kinatakiwa wewe kujua. Ukijua iko salama, mashaallah, alhamdulillah. Lakini kadhalika ukijua imevimba au ina mashaka ya aina fulani, ndio tunataka tukuelekeze hapa nini unaweza kufanya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lakini kadhalika min adamihi, kwa kule kukosekana kwa mtu kwenda haja ndogo kwa utaratibu wake ulio sahihi. Wa idha wujidat ladaika au wa idha wujidat ladaika alborostatu fayujadu ilaju ashabi, iwapo kama daktari atabaini ya kwamba unalo tatizo la prostate imevimba sasa, basi zipo tiba kwa kutumia mimea halisi kabisa ambayo inaweza kutibu na kumaliza mashaka haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Amma idha kanat at-taqtiru yahduthu ba'da khuruji al-bawl bishakli at-tabi'i la yujadu hunaka maddatun min al-adwiyati al-ashabiyya tualiju tamama salasal bauli. Lakini akasema ama ikiwa kama kule kudondoka kwa mkojo ni hali ambayo inayojitokeza kwa hali ya kawaida, huyu mtu ndio yuko hivyo, kazaliwa hivyo na jambo lake liko hivyo, la yujadu hunaka maddatun min al-adwiyati al-ashabiyya. Hapo sasa panakuwa hakuna namna ya matibabu, kwa sababu huu sio ugonjwa, ni maumbile. Ukiwa katika hali za namna hiyo hakuna namna ya kufanya katika mazingira kama haya. Wa inma hunaka ma yukhaffifu hiddata salasil baul. Lakini pamoja na hayo hakuna namna ya kufanya, zipo njia za kupunguza hiyo hali.
yani isiishe kabisa, lakini njia ya kupunguza ipo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika ipo njia ya kumaliza kwa yule mwenye prostate yenyewe, tezi dume. Hii inamaliza kabisa, kwa sababu kuvimba kwa tezi ni ugonjwa. Sasa hii ipo njia ambayo inamaliza kabisa. Wa afdalu shay'in lidhalika huwa alqarnafil, lakini na njia bora kabisa ya kuweza kutumia ili mtu akapona tatizo la prostate, tatizo la kudondoka matone ya mkojo yakaisha, lakini kuna kitu kinachoitwa qarnafil, kwa maana karafuu. Hii ni mujarrab sana kwa kutibu na kuondosha mashaka haya. Kwa nini? Kimaarifa tunasema wa hiya mudarratu lilbauli. Qarnafil namna ilivyo huwa ina push na kusababisha ule mkojo ambao lobaki katika njia za mkojo utolewe nje wakati mtu anapokwenda katika kujisaidia ile haja ndogo, inayopelekea huyu mtu yani kupushi ule mkojo uweze kutoka kwa ukamilifu wake bishaklihi at-tabi'i, sawa, katika umbo lake la kawaida. Watahfizu amala al-kuliyatayn liintaji al-mazid min al-bawl. Iwapo kama mtu atapata fursa ya kutumia qarnafil kwa maana karafuu, hii itafanya uzuri sana katika utendaji wa figo ambazo bila shaka zitafanya utendaji mzuri wa kuzidisha kiwango cha mkojo ili kutengeneza mgandamizo na mkojo uweze kutoka vizuri kabisa. Watusaidu fil hufadhi ala tawazini maddati, lakini kadhalika na hii sasa ni muhimu sana, kwa maana qarnafil ina uwezo wa kuwa ni mlinzi mzuri, ana uwezo wa kupangilia baadhi ya maadini, kwa mfano maadini ya sodium, lakini na maadini ya potassium na maadini ya chloride fil jismi, katika mwili wa mwanadamu. Ukitumia qarnafil, karafuu, ina nafasi nzuri ya kupangilia sodium, ina nafasi nzuri ya kupangilia potassium na ina nafasi nzuri ya kupangilia chloride katika mwili wa huyu mwanadamu. Sasa leo tutazame hii potassium katika utendaji wake hasa katika figo za huyu mwanadamu, ili tuone usalama wa mtu ambaye anatumia qarnafili, tuone usalama wa figo yake pamoja na sistimu nzima ya mkojo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kimaarifa tunasema tanzimu sawaili wa dhaghti dam, yani mfumo wa upangiliaji wa mkojo, lakini kadhalika na kuondosha shinikizo la damu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunasema tatahakamu alkila fi mustawiyati sodium wal ma'i ma'an. Moja ya kazi za msingi za figo ni kuhakikisha inapangilia kiwango cha maadini ya sodium na inapangilia pia kiwango cha maji. Vyote hivi viwili vinapangiliwa kwa pamoja kupitia katika figo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hatari inakuja hivi, inda ihtibasi sodium yahbisu aljismu almaa ma'ahu. Pindi ambapo kama sodium itakuwa imeziwiliwa, haitolewi katika mwili wa mwanadamu, ikagandamana sodium katika mwili wa mwanadamu, basi hii itapunguza maji katika mwili wa mwanadamu, lakini yani pamoja na hiyo sodium yenyewe, yani yahbisul jisma almaa, mwili utachokifanya utapunguza kiwango cha maji, hali ambayo itakuwa ni hatari kwa afya ya huyu mwanadamu ambaye mwili wake umepungukiwa na maji. Ndio ataona anapoteza nguvu, wakati mwingine anapata kizunguzungu, anajisikia vibaya sana, anachoka sana. Hii ni hatari, inaweza kujitokeza na ziada ya sodium, ambayo sodium hiyo haitolewi katika mwili wa mwanadamu, hivyo inachofanya inakausha maji katika mwili wa mwanadamu. Sasa basi, fima yarfa'u hajma dami, jambo ambalo litapelekea mgandamizo wa damu utakuwa mkubwa, wa yuaddi ila irtifai dhaghti dam, hali hii itapelekea sasa mtu kuwa na shinikizo la damu, kwa sababu kama yani maji yatakosekana, maana yake damu itakuwa nzito na moyo itabidi upate kazi katika kusukuma damu ilokuwa nzito katika hali za namna hii. Tunataka sasa tuende tukaone vipi qarnafil inaweza kuwa na msaada
msaada katika sistimu nzima ya njia za mikojo, kuanzia katika figo, kibofu cha mkojo na mirija yake na mifano ya hayo. Lakini kuna kitu kinachoitwa tarhu zaidi, yani fi hali irtifai sodium fil jismi, yani mwili wa mwanadamu ukiwa na kiwango kikubwa cha sodium, taqumu alkila bifiltaratihi, basi hapa figo inachofanya huwa inasimama imara katika kuichuja ile nini sodium, wa tarhi alkamiyati zaidati minhu kharij aljismi abra albawli, lakini kadhalika na kutoa kiwango cha hiyo sodium iliyozidi katika mwili wa mwanadamu inatolewa nje ya mwili wa mwanadamu na kupitia nini? Abra albauli, kupitia njia ya mkojo. Yani mkojo, mtu anapokojoa basi ule mkojo unaambatana na sodium iliyozidi, ambayo sodium kama itaendelea kukaa katika mwili wa mwanadamu italeta madhara. Madhara yake kwanza itakausha maji, alafu hali hii itapelekea shinikizo la damu na damu itakuwa nzito, na wewe unaweza ukapata madhara katika hali za namna hiyo. Sasa mkojo unapotoka unakunusuru litajannubil mudhaafat, ili uepukane kutokana na maradhi nyemelezi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna vitu vinavyoitwa i'adatul imtisasi al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani. Ya Allah. Hii tunasema hivi, inda inkhifadhi mustawa sodium, yani pale ambapo inaposhuka kiwango cha sodium, kikawa kiwango kiko chini, taqumu alkila biimtisasihi wa i'adatihi ila majra ad-dammi badalan min tarhihi lilhifadhi ala istiqrari mustawiyatihi. Tunasema ya kwamba hapa sasa figo huwa inasimama imara biimtisasihi, kwa kuinyonya ile nini sodium, wa i'adatihi, na kuirejesha hiyo sodium ila majra dammi, katika njia za damu, badala min tarhihi, badala ya kutoa wapi? Kuitoa nje. Yani figo inachofanya ina maintain kiwango cha sodium inayotosha. Ikiwa imepungua inanyonya ile sodium, alafu inairejesha katika njia za damu, badala min tarhihi, badala ya kuitoa nje. Kwa nini figo inafanya hivyo? Lilhufadhi ala istiqrari mustawiyatihi, kwa ajili ya kulinda kiwango chake namna ambavyo kinavyotakiwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi watu wa maarifa haya tuna maneno yetu ambayo tunasema hivi, sisi wanafunzi tuliosoma pale Ghazal Muslim School, yapo maneno yetu tunasema hivi ya kitaaluma. Tunasema tuaddu hadhihi al-amaliyatu daruriyatun jidda lianna ay khalalin fi qudrati al-kila ala at-takhallus min as-sodium yuaddi ila mashakil sihhiyya, mathal tawarum saqain wa ihtibasu sawail. Baada ya utendaji muhimu sana katika mwili wa mwanadamu, lianna ay khalal, kwa sababu tatizo kidogo tu likijitokeza katika sehemu ya figo, tena fi qudratil kila, tatizo kidogo likitokeza na likaathiri uwezo wa figo au utendaji wa figo ya mwanadamu, tena utendaji wenyewe ala takhallusi min as-sodium, ya kuchuja maadini haya ya sodium, yuaddi ila mashakilin sihhiyya. Hii sasa inaweza ikapelekea matatizo ya kiafya. Mfano matatizo hayo ni kama yafuatayo kwa haraka. Tawarumu saqain, ni mtu atakuwa anavimba miguu inajaa. Yani hapa sasa kunakuwa na khalal katika figo. Khalal katika figo inashindwa kuchuja vizuri maadini ya sodium. Huyu sasa itabidi apate tawarumu au tawarrumu saqain, kuvimba kwa miguu, wahtibasu sawaili, lakini kadhalika na vile vile kutoweza kupata haja ndogo. Ndo anakuwa mtu hawezi kwenda haja ndogo. Sahihi. Yani maana yake haitoki ile haja ndogo. Ni kwa sababu figo zinashindwa kufanya kazi zake kwa utaratibu ulio sahihi kabisa. Lakini jambo la pili, irtifau dhaghti dam,
kutakuwa na shinikizo la damu kwa kiwango kikubwa kabisa. Maana yake sasa shinikizo hili la damu litapelekea moyo utakuwa unakwenda kwa kasi sana, unafanya kazi kwa kasi sana, kwa sababu damu inakuwa nzito. Sasa inabidi moyo ufanye kazi kwa kasi, ndio mapigo ya moyo yanakuwa mara mbili au yanazidi katika hali za namna hiyo. Lakini tatizo lingine, ziyadatul abi ala adalatil qalb, ni kuzidi kwa ile milipuko ya moyo. Sikia moyo unalipuka mara kwa mara, anakuwa hivyo. Yani hii inatokana na, kwa maana figo zinashindwa kuchuja madini ya sodium. Ndio mtu anajaa miguu inavimba, haja ndogo haipati ila kwa tabu. Lakini kadhalika shinikizo la damu inakuwa nzito. Lakini kadhalika vile vile moyo unakuwa unalipuka mara kwa mara. Ndugu zangu, hii ni hatari sana. Sasa chukua hii iweze kusaidia biidhnillah. Ni nini cha kufanya? Sahihi. Cha kufanya ni alqarnafilu, ni hii karafuu tu. Karafuu. Tayib. Hii karafuu tuukalu, bila shaka huwa inaliwa 4 habati qarnafili sabahan wa 4 habati masaan. Yani jiwekee utaratibu, kila inapofika asubuhi kabla ya kula kitu, chukua zile punje 4 za karafuu. Tafuna zile punje 4 kabla hujala chochote wakati wa asubuhi. Kisha baada ya hapo chukua tena punje 4 za qarnafil, karafuu, jioni kabla ya kula chakula cha jioni. Tafuna tena zile karafuu 4. Jiwekee utaratibu wa hali ya namna hii. Sasa inafanya nini lau kama utafanya utaratibu wa hali ya namna hii? Wa hadha yusaidu kathiran liilaji aliltihabati almathanna wa mashakili almajari albawli. Hii sasa inasaidia sana liilaji aliltihabati almathanna, kwa kutibia kwa mtu mwenye infection katika sehemu za kibofu cha mkojo. Una infection, una mikwaruzo, una michubuko katika kibofu cha mkojo, una zile alhasal kuliawia, vijiwe katika figo, vijiwe katika kibofu cha mkojo. Hii ina nafasi nzuri kabisa, wa mashakili almajari albawli. Lakini kadhalika vile vile na hata kwa wale wenye matatizo katika zile njia za mkojo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu hii qarnafili ina nafasi nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala kufanya tawazin katika madini ya sodium katika mwili. Ikifanya tawazin katika madini ya sodium, zile alkaharul zinatupwa nje. Alafu sodium almutanaim inabaki katika mwili kwa ajili ya kuifanya damu iwe salama, moyo ufanye kazi zake vizuri, na mambo yaweze kwenda katika mustawa uliokuwa sawa sawa. Sasa ukiona mtu ana kitu kinachoitwa salasul baul, anatokwa sana na mkojo mara kwa mara, lakini mkojo huo unatoka kwa sababu amepimwa kaonekana prostate imevimba, basi tumia utaratibu huu, ujipatie karafuu kila siku. Tumia karafuu 4 asubuhi, 4 jioni. Utatushukuru, utasema alhamdulillahi rabbil alamin, nimetumia kwa sasa niko vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu ambaye una changamoto hizi za kutokwa na mkojo, ima kwa tezi kuwa imevimba au kuwa tayari na tatizo tu linalotokana na kuwa changamoto ya kibofu cha mkojo, ama kuanzia katika mfumo mzima wa figo ambayo inachuja ule mkojo kwenda katika kibofu cha mkojo, basi taratibu ni huu tu. Fanya taratibu ufuatao. Kwanza kabisa, jua msoma kuna maradhi nyemelezi ambayo yanaweza yakakupata. 1, kuvimba kwa miguu. 2, kutoka mkojo kushindwa kutoka. 3, mkandamizo wa damu, manake moyo unaweza kufanya kazi zake kwa nguvu kubwa ili kuhakikisha maisha yanaendelea. Lakini pia 3 ni milipuko ya moyo hapa na pale. Hizi ni miongoni mwa ishara nakwambia kwamba tayari kuna changamoto katika mfumo mzima wa figo yako. Maana yake sasa kubwa ni kufanyaje? Ni kufanya taratibu huu fuatao, kwamba chukua zile karafuu, punje za karafuu 4, tafuna asubuhi kabla ya kula kitu, na tafuna jioni kabla ya kula chakula cha usiku. Fanya taratibu huo, basi inaweza kufanya utaratibu wa kumaintain ile sodium katika mwili. Hivyo basi inaweza kupelekea ukanusurika na majanga na mitihani hii ambayo imekuwa ikikusumbua, hasa pia tena kutokwa na mkojo bila ya kuweza kuzuia. Unaweza ukajinusuru kunako changamoto hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kubwa ni kwambie wafuatilia darasa hili, kwa sababu tumetoa utaratibu huu wa aina moja, namna kuweza kuimaintain ile sodium kupitia karafuu. Lakini yako mengi tumeona hapa, kuna sodium, kuna potassium na kuna chloride. Yote haya
tazama ni kwamba sodium hii na chloride kuchanganya, maana unaipata chumvi kabisa. Kichukua sodium ka plus na chloride ni chumvi kabisa, ambayo asili yake ni kunyonya maji na kukausha. Kwa hivyo unaweza kuona namna gani inaweza kuwa ni hatari katika mwili na afya yako kwa ujumla. Kutumia hizi karafuu ziweze kukusaidia. Na awali ya yote kabisa, baada ya kusema haya, nikumbushe tu kwamba tumebakiza masiku 3 pekee kuwa katika ardhi hii ya Uganda katika mji huu wa Kampala, na baada ya hapo tutakuwa safarini kuelekea Dar es Salaam nchini Tanzania biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa wale ambao tulikuwa tunawasiliana nao na huenda kwa changamoto mbalimbali zilipelekea kutokuana kabla hapa nyuma, lakini wametoa haja kukutana na sisi, basi tumia masiku haya tu machache 3 kuweza kutana nasi na tuweze kukushauri, na ikiwa kuna la kufanya tuweze kufanya ili kheri ziweze kupatikana. Kwa hivyo muda ni mchache sana. Cha kufanya ni nini? Ni kuwasiliana nasi kupitia namba unazoziona hapo, tupigie simu, kisha baada ya hapo tutakupa mwongozo ulio bora wa namna ya kuweza kutufikia mahala tulipo na kheri nyingi zitapatikana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nakuja na swala moja muhimu ambalo ni tanbihi ama tahadhari ya kwamba kumezuka matapeli ambao wakitumia jina la Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali wakijifanya wao ndio Sheikh Yusuf mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kuona mfano huyu bwana huyu, watu wametapeliwa wengi mpaka kufikia sasa kupitia bwana huyu hapa, yeye akidai kwamba yeye ndio Sheikh Yusuf Diwani mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana, na watu hawawezi kuona tofauti kwa sababu ameweka mada zote za Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kubwa ndio tunatoa tanbihi, na hapa Sheikh atatia neno kwa ufupi kabisa kwa watu hawa ambao wenye taratibu hizi za kufanya utapeli kupitia jina lake. Yeye anazungumza kitu gani na ni ipi tahadhari kwa jamii ambayo imekuwa kitufuatilia kwa nyakati zote? Sheikh, kuna hili swala ambalo liko mbele yetu hapa na utapeli, na limeshamiri kwa kweli. Channel nyingi sana ambazo zinachukua mada zetu wakijidai kwamba ndio wewe, na kwa bahati mbaya pia wanapoweka ni kazi ngumu kidogo kubaini kwamba sio wewe. Lakini wito wako wewe na watu wa namna hii, nini unawaambia jamii ili waweze kuepukana na utapeli unaoendelea siku baada ya siku? Naam, jambo la kwanza mimi ni wape pole wale wote ambao wametapeliwa kupitia huyu bwana na wengine. Ndugu zangu, napenda niwafahamisheni, akaunti yetu sisi sio hii mnayoiona hapa. Hii ni akaunti feki. Huyu mtu kaandika Sheikh Yusuf Diwani, kaandika hivyo. Hii sio akaunti yetu sisi na wala hatuijui kabisa, na hizi namba alizoweka hapa ni namba zake huyo mtu, sisi hatumjui. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye amewasiliana na huyu bwana akahisi anaongea na Yusuf Diwani, huyo katapeliwa. Namba zetu sisi ni hizi hapa. Lakini kadhalika vile vile ukiona unaambiwa tuma pesa, alafu jina la upokeaji wa pesa linakuwa tofauti na jina la Yusuf Mshindo Diwani, jua kabisa hapo unaibiwa. Huyo unayemtumia pesa sio Yusuf Diwani. Ili awe yule ambaye wewe unamtumia pesa awe Yusuf Diwani, majina yatakuja hivyo hivyo, Yusuf Mshindo Diwani, ndio majina yatakuja katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo shtuka ndugu yangu, ukiona anakuambia mimi ni Yusuf Diwani, alafu kadhalika anakuambia tuma pesa, unamuuliza majina atakayotokea katika namba hii inayopokea pesa ni majina gani, anakutajia majina tofauti, au unaona majina tofauti na majina ya Yusuf Diwani, jua kabisa huyo ni tapeli, anakuibia na sio Yusuf Diwani. Channel za namna hii ni nyingi sana, watu wamezianzisha kwa lengo la kutapeli watu. Yaani wanatumia jina langu kwa ajili ya kutapeli watu. Kwa hiyo kuweni makini ndugu zangu. Tumejitahidi sana namna ya kufanya ili kuweza kudhibiti hii hali, ni ngumu sana kuidhibiti. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kuwapeni tahadhari nyinyi jamaa zetu. Inawezekana mnaongea nao sana, mkahisi mnaongea na sisi, mkawatumia pesa, mkahisi mmetutumia sisi, lakini la, sio sisi kabisa. Sisi akaunti yetu na namba zetu ni hizi ambazo unaziona. Lakini akaunti ya huyu jamaa ni tapeli, kaandika Sheikh Yusuf Diwani,
na bahati mbaya akachukua klipu zetu nyingi kaziweka. Kwa kweli unaweza ukaamini ukahisi ni yeye, lakini namna nyepesi ya kufahamu kwamba sio yeye, chukua namba zake hizi, we muulize, tumwambie bwana, nataka nikutumie fedha katika haya ambayo tumezungumza. Je, jina linatokea nani? Akikutajia tu jina litakalotokea katika hiyo namba ambayo anataka atumiwe pesa, likatokea tofauti na jina la Yusufu Mshindo D1, jua kabisa huyo unayezungumza naye sie, na kadhalika vile vile ujue huyo anakutapeli. Huyo ni tapeli. Kwa hiyo kuwa makini sana kutokana na haya masala ya kimitandao, ni hatari sana ndugu zangu. Hapo kwa kumalizia nikukumbushe kwamba bahati mbaya sana watu wa matapeli kwanza hajulikani ofisi zao ziko wapi. Sahihi kabisa. Naam, hawa utamwambia bana, basi nataka nije nikuone, atakwambia wewe fanya tu taratibu, tuma pesa, mimi nitakufanyia jambo lako. Yani ndio wako hivyo. Maana hawana anwani sahihi ya kupatikanwa kwao. Kwa hivyo ukiwa Zanzibar, ukiamini kwa Zanzibar atakwambia nipo Dar es Salaam. Na ukiwa Dar es Salaam atakwambia nipo Zanzibar. Ili mradi tu kwamba muonekane kuna kupishana kwa namna moja ama nyingine. Na ukimwambia nipo Zanzibar atakwambia niko Mbeya. Ukimwambia niko, yani lazima tu akwambie sehemu ambapo itakuwa ni mbali na hapo ulipo wewe. Sasa huu ni utapeli na ni uhuni. Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami ya Jeshini. Ndipo inapatikana ofisi yetu. Na namba zetu zote zinatoka jina hilo hilo, Yusufu Mshindo Diwani. Zote namba zetu zinatoka jina hilo. Ukiona namba inatoka jina lingine, tapeli huyo, anakudhulumu, anakutapeli, shituka, zinduka haraka. Hatuhusiki sisi na channel za kitapeli hizo. Na kwa hakika tutanbii kwa majamani, tuzinduke. Ukimwona mtu anakuambia tuma tu, na wakati we mahala ulipo unaweza kumfikia. Na sisi watu ambao kwa Dar es Salaam hii tunawaambia wafika kabisa ofisini kwetu, kwa sababu ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kukutana nasi na huduma zile zikaendelea hapo. Wale labda tu wale ambao wako mbali sana na hakuna namna ya kufanya, na hata ikiwa hivyo basi majina atakayokuja akiambia kutuma pesa yatakuja vile Yusufu Mshindo Diwani. Lazima yaje hivyo. Kwa hivyo ukiona tofauti, jua kabisa hapo unapigwa. Ogopa matapeli. Matapeli ni wengi sana, hawana wanachokijua isipokuwa watumia zile taaluma za watu na kufanika kwa watu, lakini pia na ustawa watu kwa ajili ya kutapeli watu wengine. Zinduka katika jambo hili, ni hatari sana. Kumbuka kwamba ofisi yetu iko Mbagala Kiziwiani, barabara kuelekea Jeshini, na namba zetu za simu ni hizo ambazo unaziona hapo na sizo zingine. Kumbuka kwamba ni hii tumetoa kama mfano wa akaunti. Kila zipo akaunti nyingi sana ambazo kikweli tukiweka hapa zinaweza kufika hata 100. Lakini zinduka tu kwamba nili zetu zote zinakuja majina ya Yusufu Diwani. Ukiona utamchuma pesa jina lingine, hapo unapigwa ndugu yangu. Kuwa makini, zinduka. Na niwaombe tu ndugu zangu ambao mtapata klipu hii, naomba isambazeni kwa kasi sana ili kuwanusuru ndugu zetu wasiende wakatapeliwa na hawa matapeli. Basi ukipata klipu hii msambazie na mwenzako ili kunusuru wigo na watu wengi ambao tayari wamekwishatapeliwa wasitapeliwe na wengine ambao bado hawajafikia katika mikono ya watu hawa ambao ni hatari sana katika masuala ya utapeli. Na jitihada zimefanyika na ripoti ziko polisi, tunaendelea kutafuta, ila atakayepatikana mmoja katika hao basi ndio atakayedili kulipa za watu wote ambao tayari wamekwisha tapeliwa. Kwa hivyo na wewe kama unafanya mchezo huo, acha mara moja, ni hatari sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.